Vijana nchini wametakiwa kuwa wazalendo na taifa lao kwa kulinda kwa wivu mkubwa na kuhakikisha hawafumbii macho baadhi ya watu wanaojaribu kuvuruga amani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeamuru kusimamishwa kwa utoaji wa visa za wanafunzi, ikiwa ni kutafuta udhibiti usio wa kawaida wa vyuo vikuu kwa kupunguza ufadhili na kuzuia usajili wa kimataifa. Na katika michezo, draw ya mashindano maarufu ya kombe la masoko yapangwa kufanyika Juni mosi mwaka huu kwa timu shiriki kupangiwa makundi. Na mtazamaji, bila shaka ubuheri wa afya njema, nikukaribishe katika habari usiku. Utakuwa nami Filipina Ndwata. Katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye winga Teresa Witness Yalano Singalawa. Mtazamaji, karibu. Vijana nchini wametakiwa kuwa wazalendo wa taifa lao kwa kulinda na kuwa na wivu mkubwa na kuhakikisha kuwa hawafumbii macho kwa baadhi ya watu wanaojaribu kuvuruga amani na utulivu na wale wanaotoa lugha zinazowakashifu viongozi. Musa Makali ametuandalia taarifa hii. Hakika vijana ni taifa la kesho, na hapa vijana wanakumbushwa kulilinda kwa wivu mkubwa taifa lao na kuacha kuishi kwenye mabega ya watu ambao watawafanya kuwa watumwa, pamoja na kutowafumbia macho wale wote wanaotoa lugha zenye ubaguzi na lugha zenye lengo la kuwagawa Watanzania. Tunalinda taifa linaloitwa Tanzania, na hili taifa halitakiwi kugawanywa aidha kwa ukabila, kwa udini, kwa rangi, kwa kimo au kwa sababu yoyote. Kwa nataka niwaombe ndugu zangu, tunapokwenda kwenye uchaguzi maneno yanakuwa mengi. Wako watu watapita katikati yetu hapa, watawaambieni ninyi watu wa kule ni watu wa kabila fulani na sisi watu wa huku ni watu wa kabila fulani, na hiyo ndio itakuwa kampeni yao. Kwa tuache hizi tabia za uchawa vijana wenzangu, zinatuaibisha. Wazazi pia wanawakumbusha vijana hawa katika kusimamia maadili ya Kitanzania, huku vijana wakisema kamwe hawatakuwa nyuma kuyalinda maadili haya. Sasa inabidi vijana wetu tukae nao kitako na kuwaelimisha, hizi elimu ziweze kuendelea kuelekeza vijana ili wawe makini. Wamama walikuwa wanalazimika kuwapeleka watoto mbali sana. Mtoto anatembea umbali mrefu sana anaenda kuitafuta elimu. Lakini leo advance iko hapa. Ni hatua kubwa. Ni jambo la kujivunia kama vijana wa taifa hili. Na hatutokubali mtu yeyote kuvunja amani, mtu yeyote kumtukana mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Katika mkoa wa Mara, Samia Soldiers wanadhamiria kutafuta jumla ya wapiga kura 300,000 watakao muunga mkono mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Musa Makali, Channel 10, Mara. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeamuru kusimamishwa kwa utoaji wa visa za wanafunzi, ikiwa ni kutafuta udhibiti usio wa kawaida wa vyuo vikuu kwa kupunguza ufadhili na kuzuia usajili wa kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Hatua hiyo ya hivi karibuni katika ukandamizaji wa ikulu ya White House dhidi ya wanafunzi wa kigeni ambao umesababisha kufutwa kwa visa na kufukuzwa nchini kwa baadhi ya waliohusika katika maandamano ya kupinga vita huko Gaza. Taarifa iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio imeziamuru balozi kuto kukubaliana na mwanafunzi yoyote wa ziada au visa za kipindi kifupi cha masomo hadi pale mwongozo mpya utakapotolewa. Taarifa hiyo imesema serikali imepanga kuongeza uhakiki wa wasifu wa mitandao ya kijamii wa maombi ya kimataifa kwa vyuo vikuu vya Marekani, Japan na Hong Kong. Vimehimiza vyuo vikuu vya ndani kuwakubali wanafunzi wa kigeni kutoka vyuo vikuu vya Marekani kufuatia ukandamizaji huo. Tatu Msham, Channel 10 Plus.
Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan leo ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la makao makuu mapya ya chama hicho jijini Dodoma. Tupate taarifa zaidi. Nasaha hizo zimetolewa jijini Dodoma na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akiweka jiwe la ujenzi wa jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Tukumbuke kuwa chama ni jukwaa la wananchi la kuamua hatima yao. Na siku zote CCM kimekuwa chama cha watu, ni lazima tuidumishe sifa hiyo. Vile vile kama ilani ya uchaguzi inavyotutaka, tuwe daraja kati ya serikali na wananchi. Ni wasihi viongozi kuhakikisha tunatumia ofisi za chama pia kuwasikiliza wananchi na kufikisha kero zao serikalini ili zipatiwe ufumbuzi. Aidha, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema licha ya CCM kuwa na majengo mazuri, wanachama wa chama hicho wawe watendaji kazi. Utendaji kazi mzuri wa chama si tu kuwa na jengo la fahari, si kuta, dari na sakafu iliyopambwa na kupendeza, bali utendaji mzuri wa chama, ofisi za vyama hii tunayoijenga, lakini hata zile za mikoa na wilaya, ni sehemu ambapo wanachama wetu hususan vijana watapata fursa ya kupatumia ili kujifunza na kujijenga kiuongozi na kimaadili. Naye makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara ndugu Steven Wasira akaelezea maana ya kauli mbiu ya CCM, huku makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akasema wataunga jitihada kuhakikisha jengo hilo linakamilika kwa wakati. Na kilipoanzishwa kiliweka kauli mbiu inasema kidumu Chama cha Mapinduzi. Maana yake hakikuundwa kuwa chama cha muda, kiliundwa kuwa chama cha kudumu. Tunakuombea mafanikio na sisi tuko pamoja na wewe ili tuweze kulitimiza katika muda mfupi na chama chetu kiweze kupata makao makuu. Katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema ujenzi wa jengo jipya la makao makuu ya CCM Dodoma utakamilika mwaka 2027 ambapo CCM itakuwa inatimiza miaka 50. Ujenzi wa jengo hili unatarajiwa kutumia takriban shilingi bilioni 34.13 za Kitanzania mpaka utakapokamilika. Kwa hatua tulizochukua Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhahiri kwamba 2027 jengo litakuwa limekamilika. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Shukrani Roda Simba kwa taarifa hiyo kutokea huko jijini Dodoma. Tanzania imekuwa mwenyeji wa mkutano wa mwaka wa wakuu wa majeshi ya magereza nchi za SADC. Mkutano ambao unafanyika kwa siku 3 hapa nchini Tanzania, huku wakuu wa magereza wa nchi 15 wakishiriki, Tanzania ikiwa ndio mwenyekiti wa jumuiya ya SADC, ambapo unatarajiwa kuangazia mambo mbalimbali kuhusu uendeshaji wa magereza katika nchi za SADC. Mkutano huo umefunguliwa na naibu waziri wa mambo ya ndani Daniel Silo, ambaye amesisitiza kwamba mkutano huo ni muhimu katika kuwakumbusha wakuu hao wa magereza wa nchi za SADC namna bora ya urekebishaji wa tabia kwa wafungwa na jinsi ya kuendesha magereza katika nchi zao. Tukumbuka magereza haya ni maeneo ambayo wafungwa wanakaa, lakini pia ni maeneo pia ambapo wanafaa kurekebishwa tabia, na ambapo tunatarajia wakitoka hapa sasa hapa kubashana uzoefu wa nchi mbalimbali za SADC, basi kila mmoja atakuwa amejengea uwezo wa kuhakikisha kwamba namna gani bora ya kuendesha magereza hapa nchini, na namna gani bora kuhakikisha kwamba wafungwa walio magereza wanaporejea kwa wananchi au kwenye jamii wamekuwa na tabia njema, ili wasirudie makosa hayo waliyofanya ambayo yamefanyika magerezani. Tunatarajia kwamba baada ya mafunzo yanayofanyika, basi hao wakuu wa vyombo watakuwa wamepata uzoefu mkubwa kutoka wenzao katika maeneo mbalimbali, na kuhakikisha kwamba vyombo vyao hivi vya ambavyo vinahusika na usalama wa raia vitakuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la magereza nchini Kamishna Jenerali Jeremia Katungu amesema majeshi ya magereza kwa nchi za SADC yana mchango mkubwa katika kuhakikisha amani na usalama kwenye nchi hizo inaendelea kudumu. Naye mkurugenzi wa organization ya siasa, ulinzi na usalama katika sekretarieti ya SADC, Profesa Kula Ishmael Thelasane
Amesema mkutano huo ni mwendelezo wa kuangazia mambo mazuri yanayofanywa na majeshi ya magereza katika jumuiya hiyo. Lengo la mkutano huu pamoja na mambo mengine ni kujadiliana masuala mbalimbali yanayohusu uendeshaji wa magereza katika nchi za SADC. Na kama tunavyotambua, magereza ya nchi za SADC yana mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu kwenye nchi za SADC, kwa sababu tuna jukumu la kuwahifadhi wale wahalifu katika magereza yetu, kuwarekebisha ili mwisho wa siku wakitoka wawe raia wema. During our technical deliberation on intelligence gathering in corrections prison services which was held in kwa majeshi ya magereza kwa wakuu wa nchi za magereza ni muhimu kwa kuwa unaendesha mambo yao ya kiteknolojia. Pamoja na hayo yote, lakini mkutano huu utaweza kuwaonyesha wakuu wa magereza jinsi ya uendeshaji wa magereza katika nchi zao. SADC imekuwa ikiwaunga mkono wakuu wote wa magereza. Kutoka Dar es Salaam, Saidi Makala, Channel 10. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ameendelea kuwashawishi wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa wa Japani kuja kuwekeza kwenye sekta za kilimo, afya, uchumi wa buluu, nishati, miundombinu, ufugaji na tehama, kwani serikali imeboresha mazingira ya wafanyabiashara na uwekezaji. Hayo yamejiri hii leo Mei 28 mwaka 2025 walipokutana kwa nyakati tofauti na viongozi wa shirikisho la wawekezaji katika sekta za miundombinu, huku naibu waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Stanislaus Nyongo amesema kuwa ametumia vikao kuwaeleza wawekezaji na wafanyabiashara hao kuhusu mipango na uwekezaji katika sekta mbalimbali. Tulikulazimika kuja jijini Tokyo kwa ajili ya kuendelea na vikao mbalimbali, kukutana na taasisi za umma, taasisi za serikali, tukiwa na mazungumzo ya namna ya kuimarisha mahusiano kati ya Tanzania na Japan. Kuanzia tarehe 27 tumeendelea kukutana na taasisi mbalimbali. Jana pia tulikutana na jumuiya ya wafanyabiashara jijini Tokyo ambao wameonyesha interest ya kuja Tanzania kwa ajili ya uwekezaji. Tumekuwa na mazungumzo mazuri, na mazungumzo yetu hasa tumeendelea kuhakikishia kwamba Tanzania ni nchi yenye mpango mkakati wa kukuza uchumi wake, na moja kati ya maeneo ambayo tumeamua kuyaimarisha ni uwekezaji wa ndani ya nchi. Kama tuna Watanzania wanaweza kuwekeza, lakini tumetoa wito pia kwa sekta binafsi kutoka nje ya nchi, ikiwemo hapa nchini Japan. Nchi ya Japan ina miradi zaidi ya 24 ambayo imewekezwa kwenye Tanzania. Kwa hiyo wako wafanyabiashara wana uzoefu wa uwekezaji Tanzania, wanaijua Tanzania, na wametusaidia sana katika kueleza faida ya kuwekeza Tanzania. Moja, Tanzania ni nchi ya kimkakati kibiashara, kwa sababu mbali ya nchi yenyewe kuwa na wananchi wa Tanzania zaidi ya milioni 61 kama soko, lakini pia tuna soko la wakazi wa Afrika Mashariki, tuna soko la wakazi wa nchi za kusini mwa bara la Afrika, lakini kuna mpango wa Umoja wa Mataifa wa uhuru wa kufanya biashara kwenye bara la Afrika. Yote hiyo inapelekea Tanzania kuwa sehemu kimbilio, lakini ndio eneo mahiri la kupata bidhaa za aina zote. Since last November when Ambassador Vanda came to Dar for the seminar, we also started to talk about not only quality infrastructure but human resources development for the future of quality construction industry in Tanzania. So we look forward to continue to work and serve the future of the Tanzania in terms of quality infrastructure, as well as for the future of the Japanese construction industry engaging in Africa. And as Prime Minister said, Tanzania is really growing fast. It will double the size in 10 years. It will become middle income. It will reach 100 million population. It's a huge, stable and prosperous market. So UNDP is committed to work with the Japanese government and serve the Tanzanian government to really create win-win relationship between two very important countries for me. Sisi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji tumeweza kueleza ni mipango gani tulionayo kama nchi, na nchi yetu kama tunavyofahamu tumetoka kumaliza ile dira ya mwaka
2020 kwenda 2025, ambayo mwaka huu dira hiyo ya mwaka 2025 inaishia, na tumeandaa dira mpya ya mwaka 2025 hadi 2050. Na katika dira hii mpya tumejaribu kuwaeleza ni namna gani au ni kwa jinsi gani taifa letu lina kiu cha kujikwamua kiuchumi, na tumejaribu kuwaeleza kwamba sasa hivi taifa letu linatengeneza yani GDP ya dola za Kimarekani 85 milioni, lakini kiu yetu ni kutengeneza kiasi cha shilingi dola za Kimarekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Umoja wa Mataifa umeonya kuna uwezekano wa 70% kwamba wastani wa ongezeko la joto kutoka mwaka 2025 hadi mwaka 2029 utazidi kiwango cha kimataifa cha nyuzi joto 1.5 za Celsius. Tupate taarifa zaidi. Dunia inatarajiwa kusalia katika viwango vya juu kabisa vya joto baada ya kushuhudiwa miaka miwili yenye joto kali zaidi katika mwaka 2023 na mwaka 2024. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi WMO, imesema dunia imekuwa na miaka 10 yenye fukuto kali kabisa kuwahi kushuhudiwa. Naibu katibu mkuu wa WMO Co Barent amesema dalili sio nzuri, kwani ripoti ya WMO haitoi dalili zozote za ahueni katika miaka ijayo, na hii ina maana kwamba kutakuwa na athari mbaya zinazoongezeka kwa uchumi wa dunia, maisha ya kila siku, mifumo ya ekolojia na sayari yetu. Habari zinasema makubaliano ya mazingira ya Paris ya mwaka 2015 yalilenga kupunguza ongezeko la joto duniani hadi chini ya nyuzi joto 2 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya kiviwanda na hadi nyuzi joto 1.5 ikiwezekana. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10+. Serikali kupitia shule bora inatarajia kutumia bilioni 1.4 kumalizia maboma ya madarasa yaliyoanzishwa kwa nguvu ya wananchi katika halmashauri 67 za mikoa 9 ili kupunguza uhaba wa vyumba vya madarasa katika shule hizo zenye maboma ya madarasa. Tupate undani wa taarifa ifuatayo kutoka kwake Rafulu Kinara. Ni semina ya kuwajengea uwezo walimu wakuu wa shule za msingi na wahandisi wa kusimamia umaliziaji wa maboma ya madarasa. Umaliziaji huo unatekelezwa na mradi wa shule bora unaotekelezwa katika mikoa 9 na halmashauri 67 kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia nchi, kwani ujenzi wa madarasa kwa kufuata vigezo hivyo unasaidia wanafunzi kuwa na uelewa mzuri na kuongeza ufaulu. Inafanyika mkoani Singida. Hapa wito ukatolewa kuhusu umaliziaji wa maboma hayo ya madarasa. Kwa sababu bado changamoto ya maboma ni kubwa kwa nchi nzima, sio tu kwa mikoa ya mradi wa shule bora. Fedha iliyotengwa na wenzetu wa shule bora ni takriban bilioni 1.4. Sio pesa kidogo. Ni fungu kubwa sana ambalo lingeweza kutumika katika majukumu mengine mengi ya mradi huu. Rai yangu kwenu, simamieni ujenzi huo unaokidhi viwango. Kamwe msilipue. Tunaumia sana tunapofika kwenye majengo tunakuta tayari yana crack na mengine yanaanza kudondoka tena. Winifred Chilumba ni mratibu wa programu ya shule bora TAMISEMI. Mtambo hizi ni jitihada za serikali yetu za kuhakikisha kabisa kwamba kila mtoto anakaa mazingira yaliyo rafiki katika mchakato wa kujifunza. Jitihada za Mheshimiwa Rais kuhakikisha kabisa kwamba hakuna mtoto ambaye anakosa vyumba. Washiriki wa mafunzo hayo wakaeleza faida watakayoipata baada ya mafunzo hayo kukamilika. Majengo tunayoenda kuyajenga yaendane na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwamba mwanafunzi anapokuwa darasani, kama kuna hali ya joto, kuna hali ya baridi, basi mwanafunzi yule asome katika mazingira yote yaliyopo. Tofauti na miradi mingine, vile vigezo huwa tunajenga, lakini na imani tukitoka hapa tutakuwa tumeiva kwenye eneo hilo. Semina hii inaweza kutuletea uwanda mpana sana ambao utatuwezesha kusimamia shughuli hizi za umaliziaji wa majengo zikawa safi zaidi kuliko hapo awali. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10.
katika kutekeleza dhana ya kumtua mwanamke ndoo kichwani, wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wameahidi kukamilisha miradi ya maji wilayani Magu mkoani Mwanza ili kuwaondolea wananchi adha ya ukosefu wa maji safi na salama. Henry Kavirondo ametuandalia taarifa hii. Wakala hao wametoa ahadi hiyo baada ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi RUWASA nchini Ruthi Koye kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi hiyo kutoka kwa katibu tawala wa wilaya ya Magu Jubileti Lauo, alitoa taarifa kwa niaba ya mkuu wa wilaya. Miradi inayotajwa kutekelezwa ingawa bado haijakamilika ni Lugeye Kigangama, mradi wa maji Mahaha na Mianga Liseni, huku mkandarasi wa mradi wa maji Lugeye Kigangama akitarajia kukamilishiwa salio lake zaidi ya shilingi bilioni 4 kukamilisha miradi yake. Mradi umekuwa ni muda mrefu tangu 2023 nilikuwa nimehamia hapa, tulitoa mradi ndio unaanza na ulikuwa ukamilike kwa wakati, ila haukuweza kukamilika kwa wakati na umeongezewa muda mpaka sasa hivi ulikuwa umalizike mwezi wa 6 na mwezi wa 3 na siku chache tu za kufika mwezi wa 6, lakini mradi umesimama. Kwa kinachohitajika pale ni pesa. Akipokea taarifa hiyo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi RUWASA Koye amesema kuwa serikali imezipokea changamoto hizo na kwamba miradi hiyo itakamilika ndani ya mwaka huu ili kutatua kilio cha ukosefu wa maji katika baadhi ya vijiji vya wilaya ya Magu. Kushuhudia na kujua kwamba kweli yale maagizo tunayoyatoa yanafanyika. Kwa kweli watu wangu wanatoka mjini wale wameniambia kwamba wanatekeleza kama inavyotakiwa. Kwa hiyo na mimi nimekuja hapa pia nisikie kama kuna kurekebisha basi tukarekebishe. Kwa hiyo speed ya wale wengine wa mbele wapo juu wameshamaliza kisema. Tutoa msukumo rumeni amemaliza. Sasa gani Mwambaza tunaweza kazi vidogo vidogo sana. Kwa wale wale kutoa maji bila huwa kwanza kukamilika. Sasa bahati nzuri sana mashine zake zimeshafika kama wiki mbili hizo. Changamoto kubwa sana iliyobaki ilikuwa ni kandarasi ndio ndogo sana. Miradi hiyo itakapokamilika, ukosefu wa maji safi na salama katika baadhi ya vijiji vya wilaya ya Magu utatoweka, ikiwa ni pamoja na kuwaepusha wananchi kutembea umbali mrefu kusaka huduma ya maji, jambo linalotajwa kuathiri kiuchumi kwa kupoteza muda kusaka maji. Henry Kavirondo, Channel 10. Na mtazamaji, unaendelea kufuatilia habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata. Tuende mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na habari ya usiku huu. Channel 10 Plus. Naam, shukrani mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa tumerejea, tunaendelea na habari. Mkuu wa wilaya ya Magharibi Bi Hamida Musa Hamis amepiga marufuku shughuli za uchinjaji wa ng'ombe, mbuzi na kondoo katika eneo la Mwanakwerekwe pembezoni mwa bwawa kutokana na kuwepo kwa uharibifu mkubwa wa mazingira na kushindwa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa katika uchinjaji wa wanyama hao. Zaidi ya mbuzi 20 wamepatikana wakiwa wanataka kuchinjwa bila kufuata utaratibu na wengine wakiwa wameshachinjwa. Hivyo idara ya maendeleo na mifugo kwa kushirikiana na kamati ya usalama ya wilaya imeteketeza nyama ya mbuzi waliochinjwa ili kulinda afya ya mtumiaji. Tupate taarifa zaidi. Haya, niulize, anayechinja anayewasimamia nani? Mumtaje tu, kwa sababu kwenye kuchinja kuna taratibu zake. Anayewasimamia kwenye machinjio haya nani? Sio kumaliza, mnachinja. Sasa hivi si tumwakuta mmechinja. Anayewasimamia kwenye hiyo shughuli ya uchinjaji hayupo, maana yake mmefanya kosa. Aliyewapa kibali kwamba hapa mnaruhusiwa kuchinja nani? Yaani mimi ninataja au mjijue, msije mkasema mmeonewa hapa. Nasemaje, swala la kuchinja, mkurugenzi mifugo na timu yake wanakuja hapa na madaktari na kila kitu. Swala la uchafuzi wa mazingira ya hapa, mtu wa mazingira yupo hapa. Swala la kwa nini mnafanya vitendo vya kukiuka ulipaji wa tozo zinazoruhusiwa kupitia manispaa, mkurugenzi yupo. Kila mmoja leo atachukua wajibu wake kwenye hili.
Jambo la kwanza, uchinjaji hapa marufuku. Jambo la pili, zizi hili hapa linaondoka muda huu. Jambo la tatu, hapa hapapikwi supu wala hapapikwi chai kuanzia leo. Jambo la nne, nyie mliokuwa mnahusikana hapa leo mtatusaidia kusafisha ili tukiondoka pawe pasafi. Kwanza niseme kwa mkoa Mjini Magharibi tuna chinjio moja tu la Kisakasaka. Na wanyama wote wanatakiwa wakachinjwe huko, mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Wanatakiwa wakachinjwe chinjio la Kisakasaka wanaotoka mkoa Mjini Magharibi. Wito, athari za kuchinja mnyama holela, kwanza inaweza ikasababisha magonjwa. Kuna magonjwa yanayotoka kwa mnyama kuingia kwa binadamu. Kama nyama haijakaguliwa, kuna magonjwa kwa mfano TB. Kuna TB, kuna maradhi ya kutupa mimba inaitwa brucellosis. Kama mnyama kama kwa mfano ng'ombe, mbuzi anayo hayo matatizo, nyama ile ikiwa haijakaguliwa au mnyama yule kabla na baada kama tulivyoainisha katika sheria zetu kwamba mbuzi wote ambao watakaochinjwa au wanyama wote ambao wapo kwa lengo la kuliwa na mwanadamu lazima wachinjwe chini ya uangalizi wa daktari, na baada ya kuchinjwa pia waangaliwe na daktari ili kuweza kuthibitisha kwamba nyama hiyo ni salama kwa ajili ya afya ya wanadamu. Leo tuko pembezoni ya soko la Mwanakwerekwe kuangalia ripoti tuliyoipata juu ya chinjio ambalo haliko kihalali. Linaleta athari za kiafya na soko lenyewe kama tunavyoona, na kuna sehemu pia za vyakula ambazo imebidi tuchukue hatua za haraka na za madhubuti. Kwani hii sehemu kama manispaa sio mara ya kwanza washakuja, washapewa onyo, washapewa maandishi, washaambiwa waondoke, washafahamishwa, yale yote yamefahamishwa. Kwa hiyo leo kwa mashirikiano na mkuu wa wilaya wa Magharibi B umekuja na vikosi na tumeziondoa hizi sehemu, na vile vile ofisi Wizara ya Kilimo na wao kwenye mifugo wamekuja kuchukua mifugo hii na kuihamisha hii. Kwamba light ungeona haya mazingira ambayo hili chinjio ambalo liko kinyume na sheria, basi usingekula nyama yake. Kwa hiyo najua tunaweza tukaonekana kama vile tunaonea au pengine unaweza ukaona tumefanya jambo ambalo zito, tumevunjia watu, lakini tunaangalia athari pana kwa wananchi walio wengi ambayo inatokana na hali kama hii ya uvunjifu wa sheria na kufanya kazi kama hizi kinyume na utaratibu. Taasisi ya Maisha Bora Foundation imetia saini mkataba wa ushirikiano na shirika la kimataifa la idadi ya watu wa UNFPA kuhusu kujengeana uwezo katika masuala ya udhalilishaji kwa wanawake, watoto pamoja na vijana, ikiwemo eneo la uzalishaji wa mwani. Hafla ya utiaji saini mkataba huo imefanyika Migombani, mahali zilipo afisa taasisi ya Maisha Bora Foundation. Akizungumza baada ya kusaini mkataba huo, kaimu mtendaji mkuu wa taasisi ya Maisha Bora Foundation Joseph Kafipa anasema moja eneo litakalofaidika na ushirikiano huo ni eneo la uzazi wa vijana, afya zao pamoja na kutokomeza vitendo vya udhalilishaji. Kufanya uhamasishaji katika jamii hasa katika masuala ya afya ya uzazi ya vijana pamoja na haki zao, lakini na kujaribu kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia katika jamii za hapa Zanzibar. Ni ushirikiano ambao ni mzuri kwa mwaka mmoja ambao unalenga kujengea uwezo katika mbinu mbalimbali. Mjumbe wa bodi ya taasisi ya Maisha Bora Foundation Dr. Josephine Kimario amesema mashirikiano hayo pia yatasaidia kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia kilimo cha mwani. Lakini pia inafikia wananchi hata kupitia katika sekta ya elimu, kupitia watoto wa shule, kupitia mradi ambao unahusiana na masuala ya Tumaini Kids pamoja na miradi mbalimbali ambayo kwa pamoja inahitaji kukua kwa kitaasisi pamoja na support ambayo inapokea kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwepo UNFPA Tanzania. Our partnership is enabling us to reach more adolescents and young people with integrated services that will respond to their needs and promoting social and behavioral change to foster healthier, more empowered communities. Looking at the bigger picture, the partnership is a continuation of UNFPA's long-standing collaboration with the revolutionary government of Zanzibar for decades. Mkataba huo ushirikiano ni wa mwaka mmoja na dola 30,000 za Marekani zinatarajiwa kutumika kutekeleza mradi huo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Umoja wa Mataifa umelaani mfumo wa utoaji misaada unaoungwa mkono na Marekani huko Gaza baada ya mtu mmoja kuuawa na wengine 48 kujeruhiwa wakati wa ugawaji wa chakula ambao ulisababisha jeshi la Israeli kufyatua risasi. Tupate undani wa taarifa hii.
Wizara ya Afya ya Gaza imesema umati wa wakazi wa Kipalestina ulibomoa kuta za kituo cha kusambaza misaada kilichoanzishwa na wakfu wa Israel na Marekani. Haikubainika ikiwa kifo cha mtu huyo na majeruhi hao walisababishwa na vikosi vya Israel, wakandarasi binafsi au watu wengine. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA Philippe Lazzarini ameukosoa mfumo huu akisema unatumia kuficha maovu yanayofanyika ikiwa tayari kuna mfumo wa usambazaji wa misaada ambao unafaa kabisa. Kwa upande wa wakfu huo umekanusha na kusema wakandarasi wake wa kijeshi hawakufyatua risasi kwenye umati na badala yake walirudi nyuma kabla ya kuendelea na operesheni za kutoa msaada, huku Israel imesema askari wake walikuwa karibu walifyatua risasi za kutahadharisha. Esther Mtebe, Channel 10+. Serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa kuwawezesha wazee zaidi ya milioni 2 wasiokuwa na uwezo wa kupata matibabu bure na bima za afya, huku ikiokoa watoto zaidi ya 1000 wanaofanya kazi na kuishi mitaani na kuwaepusha na mazingira hatarishi. Mwandishi wetu anatufahamisha zaidi. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima ameliambia bunge mafanikio hayo wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake ya mwaka wa fedha 2025-2026. Wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Afya ilifanya utambuzi wa wazee na wasiojiweza 4,975,473 na kutoa huduma za kiustawi katika mikoa 26 kufikia Aprili 2025. Kati ya hao, wazee wasiojiweza 2.1 wamepatiwa vitambulisho kwa ajili ya msamaha wa matibabu na bima ya afya kwa ajili ya kugharamia matibabu. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya watoto 10,782 wanaoishi na kufanya kazi mtaani waliokolewa kutoka kwenye mazingira hatarishi ya mtaani. Akibainisha mpango kazi wa wizara hiyo, Daktari Gwajima ameliambia bunge kuwa wamejipanga kukuza huduma za ustawi na maendeleo ya jamii, huku kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii ikishauri serikali kuitazama tena wizara hiyo na kuiwezesha kiuchumi kutokana na jukumu kubwa walionayo ya ustawi wa jamii. Kuratibu na kuimarisha utoaji wa huduma za ustawi na maendeleo ya jamii, ikiwa ni pamoja na kukuza usawa wa kijinsia, kutokomeza vitendo vya ukatili, uwezeshaji wanawake kiuchumi na upatikanaji wa malezi bora katika familia. Kamati inaendelea kuishauri serikali kuendelea na kuona umuhimu wa kuiongezea bajeti wizara hii ili iweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kutekeleza azma yake ya kuleta ustawi kwa jamii. Wakichangia hotuba hiyo, wabunge wametaka serikali kuchukua hatua kali dhidi ya vitendo vya kikatili, ikiwezekana kubadili sheria ili kukomesha vitendo hivyo, hususan ni kwa watoto. Mashauri yote yanayohusiana na ukatili wa kijinsia, mashauri haya yasijadiliwe katika katika ngazi ya kijamii, kusiwe na mapatano. Mtoto analawitiwa, halafu mnasema huyu mtu anapelekwa kule. Tulisema leteni tubadilishe sheria, tuweke sheria kali kama wenzetu. Wanaume hao wanaobaka wahasiwe. Mtoto unamtengenezea mazingira magumu. Wewe umekorofishana na mume wako, ni wewe, lakini unamtengenezea mtoto ushindani wako na mumeo kumwadhibu mtoto. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imeliomba bunge kuidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 76.05 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Wakala wa biashara na leseni BRELA imeweka kambi Kariakoo jijini Dar es Salaam kwa lengo la kutoa huduma ya kliniki ya biashara kwa wafanyabiashara wa Kariakoo, ikiwemo kutatua changamoto mbalimbali za kiusajili pamoja na za kitehama. Mbali na utatuzi wa changamoto hizo, pia inatumia kliniki hiyo kuwasaidia wafanyabiashara wa Kariakoo kurasimisha biashara zao kwa kuwasajili majina ya biashara, kampuni, alama ya biashara pamoja na leseni. Tunawakaribisha wafanyabiashara wote wa Kariakoo pamoja na viunga vyake. Tuko hapa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 5 mpaka tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tunawakaribisha wote kwenye banda letu, ambapo kwenye banda letu pia tunatoa huduma ya usajili wa alama za biashara na huduma pamoja na utoaji wa hataza. Karibuni wote tusajili. Huduma zetu ni papo kwa papo,
Na umuhimu wa kusajili alama hizi za biashara na huduma itamsaidia mteja kumtofautisha yeye, bidhaa yake pamoja na bidhaa nyingine sokoni. Pia vile vile itawasaidia watumiaji kuitambua bidhaa kiurahisi. Tupo katika viwanja hivi vya Kariakoo, mtaa wa Mkunguni. Lengo hususa la sisi kuja katika maeneo haya ni kuendeleza mkakati ambao upo unaoendeshwa na BRELA chini ya afisa mtendaji mkuu Bwana Godfrey Nyaisa, kuhakikisha kwamba huduma zake zote zinaelimishwa na zinatolewa kwa wafanyabiashara. Sasa kwa nini tunaamua kufanya hivi? Tunaamini ya kwamba wafanyabiashara ndio kitovu ambao sisi ndio tunawahitaji katika kuwasajili. Sasa hatuwezi kuwasajili wafanyabiashara wakati ambao tunahitaji ikiwa bado hawajui kwa umuhimu wa kusajili majina yao biashara ama kusajili makampuni. Kwa hiyo tumeamua kutoka ofisini na kuja katika viwanja hivi. Lengo hususan ikiwa ni kutoa elimu. Tunatoa elimu inayohusiana na zile shughuli ambazo BRELA imekuwa ikizifanya. Naweza kukutaja shughuli ambazo BRELA imekuwa ikikusanya zinahusika sana sana na usajili wa makampuni, usajili wa majina ya biashara, utoaji wa leseni za kundi A, lakini pia utoaji wa leseni za viwanda. Vile vile BRELA imekuwa inatoa hataza kwa zile watu wavumbuzi wenye vipaji vyao ambao wanagundua vitu mbalimbali. Mwito wetu sisi kwa wafanyabiashara ambao tumewapata katika eneo hili la Kariakoo, mtaa wa Mkunguni, wafike na watumie fursa hii. Kuna wakati mwingine tunaamini aidha unaweza ukawa unapata changamoto katika kutumia mifumo. Tunajua kwamba mifumo hii tunakuja, lakini sisi bado wengi uelewa wao ni mdogo. Kwa hiyo tunapokuja katika maeneo kama haya tunawarahisishia na wanapata huduma ya papo kwa papo. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo basi inatoa wasaa katika upande wa habari za michezo na burudani. Muda mfupi ujao utakuwa nayo winga Teresa Witness Alano Singalawa kukufahamisha mengi zaidi katika upande huo wa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, endelea kubaki nasi ili kujua yale ambayo amekuandalia. Channel 10 Plus. Namna hivyo Filipina Ndwata ananipa kijiti kujimwaya mwaya na kudunda viwanjani kujozana masuala mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Mimi ni winga Teresa Witness Ngalawa, karibu. Wakati wa Tanzania wakiyasubiri kwa hamu mashindano ya mpira wa miguu ya Masoko Cup 2025, uongozi wa DRFA ambao ni wasimamizi wa mashindano hayo umeweka wazi tarehe ya kufanyika kwa draw ya makundi kwa timu 24 ambazo zimethibitisha ushiriki wake. Akizungumza na Channel 10 Plus michezo, katibu wa kamati ya mashindano wa DRFA Daudi Kanuti ameeleza tarehe ya kufanyika kwa draw hiyo, huku akizitaka timu shiriki kufanya maandalizi ya kutosha. Msimu wa Masoko Cup 2025 umebeba kauli mbiu isemayo Masoko Cup 2025 sisi ni tiki na boli, ikiwa na lengo la kuunga mkono upigaji kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Tumekubaliana kwamba tarehe 1 siku ya Jumapili saa 8 mchana tutafanya draw ya michuano yetu. Kwa hiyo baada ya muda huo tunaotaja na siku hiyo, basi kila timu itajua iko kwenye group gani na waweze kuanza kujiandaa vizuri kwa ajili ya mpambano ya michuano yetu. Kimsingi vilabu vijiandae kwa sababu inaonekana kwamba kuna ushindani mkubwa kabisa mwaka huu. Nimejaribu kufuatilia katika masoko mbalimbali yalochukua fomu ya kushiriki michuano hii. Kuna upinzani na wanajipanga, kuna masoko yanajipanga. Vijana wa mkoa wa Mwanza na mikoa jirani wametakiwa kujitokeza kwa wingi kutumia fursa ya bonanza maalum la kuibua na kukuza vipaji la Safari Cup ambalo limepangwa kufanyika Mei 31 mwaka huu kwenye uwanja wa Nyamagana mkoani humo. Zaidi na Juma Abdurrahman. Wito huo umetolewa na mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambaye pia anaichezea klabu ya Al Najma ya Saudi Arabia, Simon Msuva,
baada ya kusaini mkataba wa kuwa skauti mkuu, yani chief scout wa kampeni ya michuano ya Safari Cup inayoandaliwa na kampuni ya TBL, kampeni ambayo inafanyika kwa msimu wake wa pili sasa. Hiki ni kitu kizuri kwa Watanzania. Kwa hiyo vipaji ambavyo vimeweza kuchaguliwa kwenye timu zao, na kuna timu ambazo ziko tayari, na kama hivyo tunaenda kukutana nao Mwanza. Baadhi ya timu ziko kule na mimi pia nitakuwepo. Kwa hiyo naamini tutapata vipaji, tutapata kina Mlishongasa wapya, kina Kevin Yondani wapya, kina Mwinyi Kazimoto kama hivyo. Na pia tumeongeza muda wa kucheza, tunafanya sasa hivi muda wa dakika 30. Kwa hiyo timu zote zinazocheza zinakuja kwanza kujiandikisha kama timu, na pili wanapata nafasi ya muda mrefu kidogo kucheza wa dakika 30. Pale tumeamini kabisa kwamba unatoa nafasi nzuri ya wao kuweza kuonyesha vipaji vyao, na pia hata kwa mascout kuweza kuangalia na kuona vipaji hivi. Kwa upande wa shirikisho la soka nchini TFF, kupitia kwa afisa habari wake Clifford Mario Ndimbo, amesema TFF wataendelea kushirikiana na kampuni hiyo katika kuinua vipaji vya vijana na kuzitaka taasisi zingine zisisite kuwafuata. Kwetu sisi jambo lolote ambalo linahusiana na mpira wa miguu ambalo ni jambo jema, basi siku zote tumekuwa tunaliunga mkono. Kwa hiyo tunawaunga mkono Safari Laga kwa hiki ambacho wamekuja nacho, kwa sababu tunaamini kwamba wapo vijana wengi ambao wanapatikana katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwenye platform hii ya Safari Laga, maana yake ni kwamba wanaweza kupata nafasi ya kuweza kupiga hatua. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Bonanza maalum la michezo mbalimbali nchini linatarajiwa kufanyika tarehe 8 Juni, likiwa na lengo la kutoa nafasi kwa watu wenye ulemavu tofauti kushiriki michezo na kutoa fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Tupate taarifa zaidi na mwanamchezo wetu. Akizungumza na Channel 10 michezo, mmoja wa viongozi wa taasisi ya Nyamonge Sports Promotion ambao ni waandaaji wa bonanza hilo, wameeleza lengo la kuanzisha mashindano hayo ambayo yanalenga kutoa nafasi kwa watu wenye ulemavu kuonesha vipaji vyao, huku akiitaka jamii kuwapa kipaumbele wenye ulemavu katika michezo. Kama Nyamonge Sports tumeandaa bonanza, itafanyika mnamo tarehe 8 mwezi wa 6 pale Mwembeanga. Bonanza itahusisha na watu wenye ulemavu wa macho na miguu ambao watacheza michezo kadha wa kadha, mfano volleyball, rede, basketball itakuwa pale siku hiyo. Tumewagusa watu wenye ulemavu kwa sababu tunaona kama jamii imewasahau, na sisi tumeamua kuwasogeza wawe karibu yetu jamii, ili jamii isiwasahau, wawatazame kwa ukaribu zaidi. Kwa upande wa taasisi ya michezo kwa wasioona nchini na mmoja wa wahamasishaji wa bonanza hilo, wameipongeza taasisi ya Nyamonge kwa wazo lao lenye lengo la kutoa nafasi ya watu wenye ulemavu kuonesha vipaji vyao. Kwenda kutufungulia milango ya kiuchumi, milango ya furaha na milango ya kila jambo ambalo ni heri. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mimi nakwenda kushiriki katika mchezo wa goalball. Mchezo huu ni wa wasioona, ni mpira wa mikono. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunasema kwamba Nyamonge Foundation wametufungulia milango. Kwa sasa hivi na sisi pia tujaribu tuwe mfano, tuige. Kwa nini wale wanawapenda walemavu wao nchi za wenzetu, na sisi tunawaangalia kwenye video. Sasa hii unakuja kuona live. Yaani wewe Uganda. Witness Matiku, Channel 10 michezo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye hafla ya utoaji tuzo kwa wanamichezo waliofanya vizuri kwa mwaka 2024. Hafla hiyo iliyoandaliwa na Baraza la Michezo la Taifa BMT. Hayo yameelezwa na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Neema Msita, ambapo amesema hafla hiyo itafanyika Juni mosi mwaka huu kwenye ukumbi wa The Superdome Masaki jijini Dar es Salaam, na maandalizi yanakwenda vizuri. Kwa sisi jambo letu kubwa kwa wananchi ni kwamba tunaendelea na mchakato na maandalizi yako vizuri sana, na kwa sababu tuna watu tutawaalika, tunawasihi walioalikwa watakaopata nafasi ya kualikwa basi washiriki na waje kwa wakati, kwa sababu tutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni kiongozi mkubwa wa serikali Mheshimiwa Majaliwa ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo usisite kupiga kura, namba ziko katika page ya Instagram na katika mitandao ya kijamii tumeishare kupitia WhatsApp. Piga kura yako, umchague mchezaji wako bora ambaye unadhani anakufaa wewe. Haijalishi anatoka katika mchezo gani, haijalishi umri wake wala jinsia yake. Maadamu wewe unaona yeye ndo amekuimpress,
basi mwisho wa siku atakayepata kura nyingi ndo atakuwa mchezaji bora chaguo la watu. Katika hatua nyingine, Msita ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa wanamichezo ambao watapata nafasi na ambao hawatapata nafasi kulitumia jukwaa hilo kama sehemu ya kujiboresha zaidi kuelekea msimu mwingine wa tuzo hizo. Kwenye masuala ya tuzo mambo huwa ni mengi, lakini kitu cha kwanza ni kushukuru tu kwamba kuna hizo tuzo, kwamba kuna kutambuliwa kwa wadau wa sekta hii. Lakini jambo la pili, kwa wale ambao watakuwa wamekuwa nominated, inawezekana nominations zilikuja nyingi wakapita kwenye mchujo, kuwa nominated tu tayari pia ule ni ushindi, kwa sababu sio watu wote wanapata hiyo nafasi. Kwa hiyo ina maana wajione wao tayari ni miongoni mwa watu wenye bahati au ambao wanajitihada wachache miongoni mwa Watanzania wengi. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Mashindano ya mbio za pikipiki ya Samia Motors Cross Champions ambayo yatafanyika mapema Julai huko Arusha, huku ikiwa ni msimu wake wa pili, yanatarajiwa kushirikisha nchi zaidi ya 7. Mkuu mshindi ataibuka na shilingi milioni 15 zaidi na mwanamichezo wetu. Ni uzinduzi wa mashindano hayo yakivuta mamia ya wakazi katikati ya viunga vya jiji la Arusha. Mkuu wa mkoa wa Arusha, Paul Makonda, ndiye mratibu wa mashindano haya, anaweka bayana maandalizi yake ambayo yatakuwa katika viwango vya kimataifa. Tunataka mashindano haya si tu yawe chachu ya vijana wa mkoa wa Arusha, lakini pia iwe alama ya mkoa wetu katika mashindano haya kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Washiriki ni Watanzania wote na wana Afrika Mashariki wote. Uwanja wetu tunakwenda kufukia makontena 3. Kutakuwa na matuta lenye urefu wa usawa wa kontena. Kwa hiyo kontena litakaa chini, juu yake tutaweka udongo, litakuwa tuta. Tutatengeneza hayo 3. Lakini pia tunaenda kutengeneza uwanja bora kabisa wa kimataifa, kuhakikisha kwamba kuna maeneo ya matairi. Kuna vikwazo vya aina mbalimbali, mpaka na mabwawa wataingia watu kwenye maji, watatoka na tumpate mshindi. Kwa upande wao, washiriki wa mashindano hayo wameeleza wanaanza kujifua rasmi kutokana na kuwa na vivutio vya kuvutia zaidi, kikiwemo cha kushiriki mashindano ya Motocross of African Nations. Nimepokea vizuri kwa furaha kubwa sana, kwa sababu mimi ni ndoto zangu sana mchezo huu kukua, na kwa mwaka jana kwa kweli iliandaliwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulifanya vizuri, niliibuka mshindi, na awamu hii natumaini na naomba Mungu taibuka tena. Nimepokea vyema na nimejiandaa vyema, kwa sababu mchezo unazidi kukua, na sisi pia tunazidi kujifunza zaidi na zaidi na kufanya vizuri zaidi. Mimi nimefurahi sana kuambiwa tu track itabadilishwa, itaikuwa makontena, na sisi tuwe na uwanja proper wenye kontena kama za wenzetu. Kwa kweli nchi 7 ushindani utakuwa mkali zaidi, ndio maana sasa hivi sisi tukitengenezewa uwanja mapema na sisi tutaanza mazoezi mapema, kwa hiyo tutaperform vizuri zaidi. Mashindano ya siku 3 yataanza Julai 11 mwaka huu, ambapo mshindi wa kundi la mashindano ataibuka na shilingi milioni 15, huku bodaboda akibuka na milioni 5. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Namna hivyo taarifa yake Novatus Makunga kutoka Arusha kuhusiana na Samia Motor mashindano ya pikipiki. Ndivyo ambavyo inanipeleka katika viwanja ama medani za michezo kimataifa, na moja kwa moja tuungane na msimulizi wetu Eden Bahati. Ni wasawa habari za michezo kimataifa. Fainali ya UEFA Europa Conference League itapigwa leo hii nchini Poland katika uwanja wa Wrocław. Ni vita ya Real Betis ya Hispania dhidi ya Chelsea ya Uingereza, mchezo unaotarajiwa kuanza majira ya saa 4 kamili za usiku kwa saa za hapa nyumbani Tanzania. Real Betis chini ya kocha Manuel Pellegrini wanatafuta taji lao la kwanza la Ulaya, na wamefika fainali kwa kuwaondoa Fiorentina kwa jumla mabao 4-3 kwenye hatua ya nusu fainali. Wachezaji wao muhimu ni pamoja na Isco na Anton aliyekuwa mkopo kutoka Manchester United. Kwa upande wa Chelsea the Blues, kikosi cha Enzo Maresca kipo tayari kuandika historia mpya. Chelsea wanataka kuwa klabu ya kwanza kushinda mataji yote makuu 4 ya UEFA, ikiwa ni pamoja na Champions League, Europa League, Super Cup na sasa Conference League. Wachezaji kama Cole Palmer, Enzo Fernandez na Nicolas Jackson wanatarajiwa kuwa muhimu katika mchezo huu. Mashabiki kote duniani wanatazamia mchezo wa ushindani leo hii. Chelsea wanapewa nafasi kubwa zaidi ya kushinda, lakini Real Betis wana motisha ya kipekee. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa.
Asante mwana michezo wetu Eden Bahati, golikipa wa kisasa, kutojuza yale ambayo yamejiri katika medani za michezo kimataifa. Na sasa ni ule wasaa burudani. Burudani kunani? Burudani moja kwa moja naanza na tanzia na natua huko Korea Kusini, ambapo mwigizaji mkongwe wa Korea Kusini Cho Jung-ho amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68. Kifo chake kimethibitishwa na wakala wake Brace Entertainment, ingawa chanzo rasmi cha kifo chake bado hakijatangazwa. Ripoti kutoka Yonhap News Agency zinaonyesha kuwa Choi alikuwa akipambana na matatizo ya msongo wa mawazo na hofu ya ghafla kabla ya kifo chake. Choi alianza kazi yake ya uigizaji mwaka 1975 kupitia tamthilia ya jukwaani iliyoenda kwa jina la The Life of an Actor. Katika kipindi cha karibu miaka 50 alijizolea umaarufu kupitia uigizaji wake katika filamu na tamthilia mbalimbali. Baadhi ya kazi zake maarufu ni pamoja na Dr. Stranger, Master Sun, Quiz of God, The Tale of Lady Oak na nyingine nyingi, na ikiwemo Project of Silence. Mazishi yake yamepangwa kufanyika Alhamisi saa 4 kamili asubuhi huko Songyang Park, huko shughuli ya kumwaga ikifanyika katika hospitali ya Gimpo. Kifo cha Choi ni pigo kubwa kwa tasnia ya burudani ya Korea Kusini na mashabiki wake duniani kote kuhusiana na msiba huo. Mungu ampumzishe pahala pema peponi gwiji huyo wa uigizaji kutoka nchini Korea Kusini. Naenda kuhitimisha na zile ambazo zinabamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na hii inatoka moja kwa moja nchini Kenya. Kutoka mtandaoni tunajuzwa ni moja ya kanisa la Anglikana St. Martin Mutisi, katika kanisa hilo la Anglikana lililopo Kirinyaga nchini Kenya, baada ya watu wasiojulikana wamevunja na kuiba mali ya kanisa huku wakinywa divai ya madhabahuni na kula mikate ya sakramenti. Tukio hilo la kusikitisha lilipotiwa na wanakwaya wa kanisa hilo, ambao waligundua kuwa keyboard ya muziki ilikuwa haipo, ambapo makamu mwenyekiti wa kanisa hilo Eliud Githaka yeye alithibitisha kuwa taarifa hiyo na kueleza kuwa waligundua pia vitu vingine muhimu viliweza kuibiwa tofauti na wizi wa mikate. Inadaiwa kuwa wizi huo ulifanyika wakati mlinzi wa usiku akiwa kazini, lakini pia hakugundua lolote hadi kesho yake. Swali linabaki, je, mlinzi alikuwa amelala? Kwani hakuonyesha dalili zozote kama kulikuwa na mushkeli ya hapa na pale. Na ndivyo ambavyo na tamatisha ile yote ya dawati la michezo na burudani kutoka huko nchini Kenya. Uwezi hao wamevamia kanisa, kikubwa wameiba mikate, divai pamoja na mic ambazo zinatumika kwa waimba kwaya. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, kujeshi kwake Philipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo natamatisha habari hizo za michezo na burudani. Winga Teresa, Witness Alano Singalawa, nami pia sina la ziada mtazamaji. Kutokea hapa ulikuwa nami Philipina Ndwata ambaye nilikuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na nikuache na utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwa saa 24 zijazo, na nikutakie pia usiku mwema. Kwa heri. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini na pwani ya kusini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na Mamlaka ya Hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi fupi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanafikia mita 2 katika maeneo ya ukanda wote wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo machache ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Kwa maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo ya mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi ya Australia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla.
Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na mkoa wa Morogoro yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini ikihusisha mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na mpaka kufia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Channel 10 Plus.